Baba, jina lako lisifiwe tena. Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza, Mungu wa rehema, Mungu mtakatifu, 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 mtakatifu. Baba, Bwana na Mwokozi, asante kwa huruma zako, rehema zako katika muda huu. Na litukuzwe jina lako Yesu Kristo. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa kumponya huyu mwenye shida na taabu, asante kwa kuokoa na kuinua. Asante Yesu kwa huruma zako sahi, asante kwa kutusamehe. Ninakushukuru kwa msamaha wa dhambi unaoachilia kwa damu yako msalabani. Ninaomba Baba, endelea kuturuhusu tuone damu yako ikinena mema na ikitusafisha na kututakasa, na sauti yako tuisikie. Ninaomba fadhili zako, rehema zako na nguvu zako, Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninakushukuru Mungu unayeponya na kuokoa na kubariki na kutakasa. Baba, asante kwa uaminifu wako, kwa ukuu wako na nguvu zako katika jina la Yesu. Baba, asante kwa uaminifu wako na kwa ajili ya jina lako katika jina la Yesu. Baba, asante kwa ajili ya uponyaji utaopita kwa mtu sahi katika jina la Yesu. Baba, asante kwa ajili ya uweza wako unaoendelea mpaka kule sasa mahospitalini, majumbani, kwa wagonjwa na kwa watu waliotekwa, wanaoumizwa, wanaokandamizwa, watu waliofungwa katika vifungo vya adui, vifungo vya kibinadamu. Damu yako iwatoe Bwana, warudishwe katika ufalme wako, Mungu mfalme mkuu, katika jina la Yesu. Baba, asante tena kwa siku na saa katika jina la Yesu. Baba, naomba rehema na neema na fadhili zako juu yetu, juu ya Tanzania, juu ya Tanzania, juu ya Tanzania. Mungu wangu Baba, irehemu, irumie, tenda lile linalokupendeza, na watu wajue hakika huko Mungu unayetenda, huko Mungu unayefanya. Nasi tuendelee kutetemeka mbele zako na kusujudu na kunyenyekea chini ya mkono wako. Mapenzi yako yaendelee kutimizwa, mapenzi yako yaendelee kutimizwa, mapenzi yako yaendelee kutimizwa. Ufalme ni wako, ufalme ni wako, ufalme ni wako, utukufu ni wako, rehema ni zako. Tuhurumie Bwana, tuvute kwako. Asante kwamba mwenye haki wako ataishi kwa imani na wala utamwacha angamie. Asante Yesu, katika Yohana sura ya 10 mstari wa 26, 27 hata 28, Bwana, jinsi usemavyo ya kwamba walio katika mkono wako hakuna atakayewaondoa, walio katika mkono wako hakuna atakayewaondoa, kwamba Bwana ndiwe mchungaji wetu, Bwana ndiwe mchungaji wangu, Bwana kawe mchungaji wa takatifu wako, wenye haki wako Tanzania na Afrika na duniani. Mungu wangu na Baba, asante kwamba wenye haki wako kote na wale watakatifu wako watalindwa, wanalindwa, watakuwa salama, watakuwa salama, salama, salama. Asante Mungu wa rehema na neema. Asante Mungu mwenye pendo kula milele. Asante Mungu mwenye uweza mkuu wa milele. Asante Mungu mwenye nguvu na uweza. Asante Mungu mwenye pendo la milele, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Na kushukuru Baba, na kushukuru Bwana wa mabwana na mfalme wa falme, muweza wa yote, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Limidiwe, litukuzwe jina lako Bwana, katika damu Yesu Kristo, katika damu Yesu. Ufalme wako, uweza wako, nguvu zako, mapenzi yako, makusudi yako Baba yakafanyike, yakatendeke, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Kristo, Bwana wa mabwana, mfalme wa falme. Asante kwa pendo lako, asante kwa neema yako. Wewe ni mkuu, umejaa ukuu na nguvu. Baraka zako ziwe nasi katika jina la Yesu wa Nazareti. Ponya mtu Bwana, gusa, 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 gusa. Endelea kumhurumia, endelea kutuhurumia, endelea kutuponya, endelea kutuokoa kwa mkono wako hodari na wenye nguvu, katika jina la Yesu Kristo lipitalo kila jina. Amina, amina. Bwana Yesu akubariki. Bwana Yesu akuponye. Bwana Yesu akufanye uone kushangilia, akuonyeshe ukuu na uweza wake, tena ukauone mapenzi yake tena yakatimizwe. Amina. Karibu tena katika muda mzuri wa kujifunza neno la Mungu. Alafu Mungu aendelee kutubariki, tuendelee kuponywa na mapenzi ya Mungu yaendelee kutimizwa daima daima. Haleluya. Naenda kusoma neno la Mungu katika Luka sura ya 12. Luka mtakatifu sura ya 12, ninasoma mstari ule wa 40. Nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa saa msiodhani ndipo ajapo mwana wa Adamu. Amen.
Kichwa cha somo hapa ni saa tusiyodhania, saa isiyodhaniwa, saa isiyodhaniwa, muda usiodhaniwa, muda, saa isiyodhaniwa. Kuna majira yanayoelezwa ambayo hatuyadhanii wala hatutayajua, nayo yanaelezwa kuja tu. Na ambapo Bwana atakuja, anasema atakuja kwa ghafla katika dunia. Sasa walio upande wake wana uhakika wala wana wasiwasi, na hawatakuwa na wasiwasi walio upande wa Bwana, kwa sababu Yesu mwenyewe katika Yohana 10 na mstari ule wa 26, 27 pale Yesu anatuhakikishia kwamba kondoo wake, yani walio wake, watu wanyenyekevu walio kwake, wanamjua na yeye anawajua, yeye anawajua, naye atawapa uzima wa milele, lakini pia hakuna atakayewaondoa katika mkono wake. Yohana 10 ukianzia 27 pale 27 na 28 mpaka 29 ukisoma pia anasema Yesu hayo kwamba kondoo wangu wasikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata, nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Naona na Yesu anasema atakuwa pamoja nasi mpaka ukamilifu wa dahari. Lakini jambo kubwa hapa tutataka kutafakari ni saa isiyodhaniwa ambayo Bwana atakuja. Hii inatusaidia sisi, au muhimu wa somo hili ni kutuweka tuendelee kujiweka tayari. Tuwe ni watu wanaojiweka tayari majira yote, wakati wote. Ni watu ambao wanatengeneza uhusiano wao na Mungu wakati wote. Tengeneza uhusiano wako na Yesu wakati wote. Tengeneza uhusiano wako na Yesu wakati wote. Ni kwa nini? Kwa sababu saa tusiyodhania, wakati usiodhaniwa, majira yasiyojulikana, yuaja Mesia, yuaja Mwokozi, yuaja Mfalme, yuaja Bwana. Saa isiyodhaniwa. Kwa hiyo Yesu mwenyewe anasema maneno haya, na ni baada ya kueleza mambo mengine hapo nyuma juu ya vile anavyotakiwa au watu wanavyotakiwa kuwa. Ukianzia mstari wa 35 anasema viuno vyenu viwe vimefungwa na taa zenu zinawaka. Viuno viwe vimefungwa na taa zinawaka. Nanyi iweni kama watumwa wanaomngojea bwana wao atakaporudi kutoka arusini, ili atakapokuja na kubisha wamfungulie. Ili atakapokuja na kubisha, yani kubisha hodi, wamfungulie mara. Heri watumwa wale ambao bwana wao ajapo atawakuta wanakesha. Amini nawaambieni, atajifunga na kuwakaribisha chakulani. Atakuja na kuwahudumia. Na akija zamu ya pili au akija zamu ya tatu na kuwakuta hivi, heri watumwa hao watakao patikana katika muda huo, katika wakati huo ambapo anasema atakuja awakute wakikesha. Anasema na watu ambao wako katika utayari. Kukesha huku manake ni wakati wote kuendelea kusafishwa, kutakaswa, kuendelea kuwa mtu wa karibu na Yesu. Uhusiano wa karibu na Bwana, kuendelea kuwa karibu. Weka ushirika, weka uhusiano karibu. Usiwe na uhusiano wa mbali, usiwe na urafiki wa mbali. Yesu kwetu ni rafiki akae mbinguni utuombea. Yesu anasema katika Yohana 15, anasema ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda yale niwaamuruyo. Ninyi mmekuwa rafiki zangu. Sisi tumekuwa rafiki wake tukiyafanya anayoamuru. Ndipo anatuelekeza au anaelekeza cha kufanya. Heri watumwa wale ambao bwana wao ajapo atawakuta wanakesha. Anasema wanakesha. Sema amini, yani kweli. Nawaambieni, atajifunga na kuwakaribisha na kuwalisha. Atawapa huduma, atawahudumia. Hivyo kinachotakiwa kwetu sisi ni kujilinda na kuweka uhusiano karibu. Kwa nini? Kwa sababu saa
isiyodhaniwa atajitokeza, atatokea. Saa isiyojulikana, muda usiojulikana atatokea. Kwa hiyo hili neno ni neno la kutafakari sana. Hii saa msiyodhani ndipo ajapo mwana wa Adamu. Saa msiyodhani, kati ya vitu vinanifikirisha katika maisha ya wokovu, maisha ya Ukristo, katika kumwamini Yesu katika nyakati au wakati unaokuja, kati ya vitu vinanipa kutafakari sana ni najitafakari mwenyewe, lakini na watu wengine, kwamba wakati wa kuja kwa Bwana, wakati wa kuja kwa Bwana, katika kutembea na kuishi kwangu, namna ninavyoenda, namna ninavyofanya, unatembea ukifikiri hivi ninavyofanya, hivi nilivyo. Yani Bwana akitokea, manake inawezekana kuna wakati mtu umekasirika, kuna wakati mtu nawaza. Hii inatupa kitu kizuri kutafakari hivyo, kwamba wakati wote utengeneza. Kwa mfano, anatokea mtu anataka kufanya jambo fulani, hakuna unajua kabisa jambo hili si halali. Maana yake lazima wakati huo ujue kama ndio Bwana anakuja, akija akanikuta nikifanya hili, akanikuta. Kwa hiyo wakati wote tuwe tunatafakari na tuwe tunaona kama tuko pamoja na Yesu. Kwa sababu Yesu anasema popote tulipo anataka awe nasi, popote alipo nasi tuwepo. Yesu anataka awe nasi wakati wote. Inanisaidia sana, ikusaidia na wewe kila saa kuweka kufikiri Bwana anakuja, Yesu anakuja. Akikutazama kile ambacho unafanya, maisha yako, akiangalia, Mungu atusaidie. Kwa sababu kama kiko nje ya ufalme, hakina ushirika naye, nini kinatokea hapo? Kwa hiyo saa isiyodhaniwa, anasema tujiweke tayari, kwa sababu kuna saa isiyodhaniwa. Bwana yuaja. Ni yeye mwenyewe anasema, mimi si mafundisho yangu, mimi ni chombo chake tu, kukufikishia habari tu. Haleluya. Saa tusiyodhani, anasema tujiweke tayari. Kuna maneno mawili makubwa sana hapa. Anasema kujiweka tayari, alafu saa isiyodhaniwa. Kujiweka tayari kwa sababu kuna saa isiyodhaniwa, isiyojulikana, ambayo yuaja. Anaijua mwenyewe anayekuja anajua, lakini kwetu sisi tulioko duniani sasa, Bwana hatafanya jambo bila kuwafahamisha watumishi wake. Amen. Sasa ndio sababu tunapaswa tuwe upande wake, ili tuendelee kumtumikia, kwa sababu atawafahamisha walio watumishi wake, walio katika kumtumikia watajua. Sasa inawezekana umetoka, umeacha njia, umerudi pembeni, kama vile anavyosema katika sura ya 25 ya Mathayo, kwamba wakati ambapo ametokea. Mathayo 25, hebu tuangalie Mathayo 25, Mathayo sura ile ya 25, Mathayo sura ile ya 25, Mathayo 25 mstari wa kwanza na kuendelea pale. Ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao, wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitwaa taa zao, wasitwae na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitwaa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia, wakalala usingizi. Lakini usiku wa 8 pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende kamlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote, wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakaambia wenye busara,
tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakajibu wakasema, sivyo, hayatutoshi sisi na ninyi. Afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao wakanunue, mkajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, sikiliza vizuri mstari wa 10. Nao walipoenda kununua, bwana arusi akaja, nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye arusini, mlango ukafungwa. Kumbuka habari ya majira na nyakati, kutumia hekima kuokoa nyakati, kuokoa muda. Enendeni kwa hekima katika kukomboa wakati ni wa kukombolewa. Anasema mlango ukafungwa. Halafu wakaja na wale wanawali wengine wakasema, Bwana, Bwana, utufungulie. Akajibu akasema, amini nawaambia, siwajui ninyi. Wakakataliwa. Mstari wa 13, basi kesheni, kwa sababu hamjui siku wala saa. Hamjui siku wala saa. Unaweza ukaona jambo hili jinsi Yesu anavyolieleza kwa kina au kwa uzuri sana, kwa mfano ulio wa kipekee sana, mseme ulio hai, kwamba dunia tunayoishi anatupa mambo mawili, kwamba kuna wanawali 5, au niseme hapo anaeleza juu ya watu wenye busara na wasio na busara. Wote wako pamoja na safari moja na wanachukua hatua kwenda pamoja, lakini busara ikakosekana, hekima ya Mungu ikakosekana. Hivyo wakatumia walivyokuwa navyo bila kuwa na akiba. Walikosa busara na hekima ya kuweka akiba, ya kujiandaa vizuri vya kutosha. Hapa ni kujiandaa vizuri vya kutosha, kwamba muda utakapoenda au tunapozidi kusikia Bwana anarudi, Bwana anarudi, nasema mbona miaka imepita, mbona miaka ni mingi, mbona tangu nimesikia sasa ni miaka 20 labda. Lakini yeye mwenyewe ndiye aliyesema, waambieni watu, tubuni kwa kuwa ufalme wa Mungu umekaribia. Na ndio haya sasa ya wanawali 5 wapumbavu na wengine wenye busara. Sasa walipofika mahali wakaishiwa mafuta. Kwa hiyo tujilinde mafuta yetu yasije yakaisha. Tunaposema mafuta tunasema habari ya mafuta ya Roho Mtakatifu, nguvu za Roho Mtakatifu, nguvu za Mungu, uweza wa kimungu ndani yetu. Usipungue, kwa sababu tusilale usingizi kiroho. Tukeshe wakati, tuendelee kuwa watu wa kukesha na kuomba, tukimngoja Bwana, kwa sababu anasema saa isiyodhaniwa. Hapa tena kwenye Mathayo pale tena karudia, saa msiyojua Bwana yuaja. Basi kwa hiyo inatutaka au inatupasa kujiandaa, kujitengenezea mazingira. Tengeneza mazingira. Tafuta kuweka mazingira vizuri, na jiweke tayari ili ajapo Bwana uwe uko tayari. Na ni kujilinda, kwa sababu anasema nanyi jiwekeni tayari. Kujiweka tayari maana yake ni kujiandaa kila sana kila wakati. Ni kujiandaa, kujua kwamba saa yaja ambayo haijulikani. Kuna wakati haujulikani ambao Bwana huyu yuaja, Mwokozi huyu atakuja. Kaa tayari, jiweke tayari. Yuaja Mesia, yuaja Bwana. Kaa tayari, jiweke tayari, ukimngoja Bwana. Haleluya sana milele. Kujiweka tayari, kwa sababu hatujui wa wakati ni wakati wa ghafla. Kwao walio katika kukesha watajua. Na unaona kwamba mafuta yao
Wale ambao mafuta yao hayakwisha au walikuwa na mafuta ya kutosheleza hawakupata shida. Shida inatokea kwa wale ambao hawakujiandaa vya kutosha. Kwa hiyo hapa neno ni kujiandaa vya kutosha. Jiwekeni tayari, manake jiandaeni vya kutosha. Jiandaeni sana vya kutosha, ili Bwana anapokuja tuonekane au atukute tupo tayari, tunamngoja, tuko tayari na wala tuhangaiki kwenda kule na kule. Wale wasio na busara, Biblia hapa Yesu anasema walihangaika kwenda kutafuta mafuta. Sasa ni hivi, wakati Bwana amerudi, sio wakati wa kuhangaika kwenda kutafuta nguvu za Mungu, sio wakati wa kuhangaika kukimbizana kwenda kutafuta msaada wa Mungu tena, sio wakati wa kuhangaika vyovyote, ila ni wakati wa kutulia hapo, kwa sababu ulishajiandaa. Sio wakati wa kukimbia kule na kule tena. Tuwe makini. Mungu atusaidie tupate hekima ya kuendelea kujiandaa vizuri, hekima ya Mungu ya kukaa na kujiandaa. Angalia pia katika Luka 19, Luka 19 na mstari ule wa 26. Luka 19:26, nawaambia kila aliye na kitu atapewa, bali yule asiye na kitu atanyang'anywa hata alichonacho. Alafu kiendelea mstari unaofuata, tena wale adui zangu wasiotaka ni watawale, waleteni hapa muwachinje mbele yangu. Mstari 28, na alipokwisha kusema hayo, alitangulia mbele akapanda kwenda Yerusalemu. Hizi ni habari tena ambazo Yesu anazieleza, na anasema, inatueleza kwamba asiye na kitu, hata kile kitu alichonacho atanyang'anywa. Maana yake ni kwamba tushikilie kile tulichopewa, imani ya Yesu. Wakati tunapongoja, tuendelee kung'ang'ana katika imani, tukae katika imani, tukae katika imani ya Bwana wetu Yesu Kristo sana, tena sana, tena sana. Amina, haleluya. Kwa sababu ukienda kwenye Ufunuo anasema, shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Shika sana ulicho nacho. Umeshika nini mpendwa? Shika imani ya Yesu, shika sana wokovu, mshike sana Yesu, mshike sana Yesu. Maanake ni kuendelea kudumu, kukaa katika wokovu, kukaa katika kukesha, kukaa ndani ya mapenzi ya Mungu wakati wote. Tung'ang'ane na Yesu. Angalia kwamba usije ukawa ni mtu usiye na kitu, na anasema hata ulicho nacho utanyang'anywa. Yaani hasa asiye na kitu alafu ananyang'anywa, maana yake ni kwamba atafilisiwa kabisa. Hii ni balaa kubwa, ni hatari kubwa, kwamba hata mtu hana kitu alafu anaambiwa hata alicho nacho atanyang'anywa. Aliye na kitu ataongezewa. Yaani kitu chenyewe ni kumshika Yesu, kulishika neno la Mungu, kudumu ndani ya Kristo. Hapo una kitu cha maana. Ukiwa na imani ya Yesu, neno la Mungu na maisha ya wokovu, una kitu kikubwa cha maana. Iamini damu ya Yesu, kaa ndani ya damu ya Yesu, tembea nguvuni mwa Bwana. Mungu atuongoze katika kujiandaa, katika kujipanga, katika kumngoja. Tumngoje kwa utulivu, kwa imani. Bwana na akubariki, akuangazie na nuru ya uso wake. Endelea kuweka utulivu katika kumngoja. Basi shika ulicho nacho. Anasema katika Ufunuo sura ya 3 na mstari ule wa 10, anasema shika sana ulicho nacho. Tushike hiyo imani ya Yesu, tushike sana hiyo imani ya Yesu ambayo tunayo. Kile Yesu ametupa, ile neema tuliopewa, tuitumie vizuri. Tujilinde wapendwa. Ufunuo 3:11, naje ya upesi, shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Haleluya. Shika sana ulicho nacho. Naja upesi. Aja. Anasema naja upesi. Naja. Anakuja upesi. Tusiendelee kuvutwa na kudanganywa na dunia. Tusiendelee kuvutwa na kudanganywa na dunia. Tusiendelee kuvutwa na kudanganywa na ulimwengu, dunia hii. Bali tuvutwe
na ufalme wa Mungu. Tuendelee kufurahia ufalme wa Mungu. Tuendelee kufurahia kukaa uweponi mwa Bwana. Tuendelee kutembea uweponi mwake. Saa tusiyodhani waja. Jiwekeni tayari, jiwekeni tayari, jiwekeni tayari, asema Bwana. Amina. Mungu akubariki sana. Baba yetu wa mbinguni, jina lako likatukuzwe. Baba yetu wa rehema, Mungu mwenye nguvu na ufalme, asante kwa uweza wako na kwa ajili ya ufalme wako mkuu. Ninaomba neema yako itusaidie, tuongoze. Nashukuru kwa ajili ya neno lako Baba. Asante kwa ajili ya neno lako Mungu Roho Mtakatifu. Ninaomba tena mapenzi yako yaendelee kutimizwa saa hii katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba tena fadhili zako na rehema zako zikaendelee kutawala na kutumiliki katika jina la Yesu Kristo. Ninashukuru, ninakushukuru, ninakutukuza. Asante Mungu mwenye kutukuzwa milele na mwenye kuhimidiwa milele katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba fadhili zako, naomba na rehema zako Baba katika jina la Yesu Kristo. Asante tena kwa uaminifu wako na kwa ukuu wako na nguvu zako Baba. Ninaomba tujazwe na hekima na ufahamu wa rohoni zaidi, kufahamu nini mapenzi yako, tuendelee kujua nini kusudi lako, tutembee katika mapenzi yako, tutembee nuruni mwako, tukusikie wewe ukituongoza. Ninaomba tujaze na fahamu zetu hekima, maarifa na kukumbuka saa tusiyodhani, saa isiyodhaniwa yuaja Bwana, unakuja. Naomba tujaze neema, ulinzi wako uwe nasi na familia zetu na familia ya wana wa Mungu. Bwana ibariki, ilinde, itunze kwa utukufu wa jina lako. Asante Kristo Bwana, katika jina la Yesu. Wewe uliye na udhaifu, Yesu akuondolee udhaifu, na ukemea udhaifu, uwe wa kiroho, uwe wa kimwili. Ninaukemea ukutoke sasa katika jina la Yesu, ukuachilie, na damu Yesu ikaendelee kunena mema na kukupatia uzima na afya na nguvu tele tele katika jina la Yesu. Adui asifanikiwe juu yako katika jina la Yesu wa Nazareti. Baba wa rehema na neema, ayaguse, ayaponye, ayajenge, ayaimarishe maisha yako. Usonge mbele katika jina la Yesu Kristo. Asante Mwokozi, asante Jehova, asante kwa pendo lako na kwa uaminifu wako. Katika jina lipitalo yote, jina la Yesu Kristo lenye nguvu, lenye uweza. Mwokozi, Mwokozi akufiche damuni mwake, akujaze neema na rehema sasa na hata milele na milele. Amina. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Neema ya Mungu isikupungukie iwe juu yako siku zote. Karibu, endelea kuomba nasi, kutuombea. Safari yetu imekaribia, safari ya kuelekea vijiji kwa vijiji kuhubiri Injili. Tutaanza mwishoni mwa mwezi huu. Kwa hiyo naomba shiriki nasi kutuombea, shiriki nasi kwa kwenda nasi, shiriki nasi kama Biblia ilivyosema, watakwendaje wasipopelekwa? Yaani unatakiwa kushiriki, tunatakiwa kuipeleka Injili. Basi kumbuka kushiriki kwa sadaka yako, kwa maombi yako na kwa vyote inavyostahili, kama Biblia inavyotuelekeza kushiriki kazi ya Bwana. Karibu tupeleke, tukahubiri huko na huko, Injili hubiriwe. Bwana yuaja. Mungu akubariki. Namba ambazo unaweza kutumia ni 0787 62 75 91. 0787 62 75 91. Pia ukiangalia hapo kwenye simu yako, kwenye skrini yako hapo, utaiona wakati mwingine naiweka. Hiyo ni Airtel. Namba ya Vodacom ni 0762 282 439. 0762 282 439. Bwana akubariki. Unaweza pia kutumia hata kwa kupiga, kwa message. Hiyo yote, chochote unachosikia rohoni kufanya kupitia namba hizo, karibu uifanye kazi ya Bwana pamoja nasi. Mungu akutunze. Amina. Asante Yesu.